Cha kwanza cha kutazama kutoka kwenye dabi ya Kariakoo ya hapo jana iliyomalizika kwa sare ya bila, wenyewe wanapenda kusema suluhu, kwamba hakukuwa na goli. Cha kwanza ni mbinu za makocha wote wawili, Steve Barker kwa upande wa Simba, lakini Pedro Gonçalves kwa upande wa Yanga. Makocha hawa wawili waliingia na mbinu gani? Walifanya maamuzi gani ambayo pengine yaliathiri mchezo kwa namna hasi ama kwa namna chanya? Kwa upande wa Simba, cha kwanza tunaangalia ni kocha Steve Barker kuanza bila mshambuliaji asilia, kwa maana ya kwamba alianza na Ino Loemba kama mchezaji ambaye anacheza kama striker, lakini kiuhalisia kiasili ni kiungo mshambuliaji. Hivyo aliwaweka nje washambuliaji wake wote na kuamua kuanza na mpango huo. Ni mpango ambao kwa upande wake ulionekana kulipa, licha ya kwamba haukumpatia goli, lakini Simba ilianza mpira kwa tempo ya hali ya juu, waliifanya Yanga ikae zaidi kwenye eneo lao kuliko namna ambavyo walikuwa wanaweza kuanza mashambulizi kwenda kwenye upande wa Simba, lakini Simba waliweza kufanya pressing kubwa sana, walimkabia Yanga katika eneo lake ambako tumetegemea mara nyingi huwa wanaanza mashambulizi kutoka kwa Djigui Diarra kwenda kwa Dickson Job kwenda kwa mabeki wa pembeni Izra Mwenda pamoja na Mohamed Hussein. Lakini kwenye mechi ya Kariakoo Derby Yanga walikosa hiyo nafasi ya kuanza mashambulizi, na ndio maana ukitazama kipindi cha kwanza Yanga wanakwenda mpaka mapumziko hawana shot on target hata moja. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu waliminywa kwenye eneo ambalo mara nyingi ndipo mashambulizi yao mengi yanaanza siku zote. Hivyo kimbinu unaona ni mpango ambao ulimlipa kocha Steve Barker kwa namna ambavyo walifanikiwa kuianza mechi. Kazi kubwa kwake ilikuwa ni namna ya kuimaliza mechi. Kipindi cha pili anafanya mabadiliko, anampunguza kiungo mshambuliaji mmoja, anamuongeza striker, Ino Loemba anarudi chini, Kante anakwenda nje, anaingia Selemani Mwalimu. Ni mabadiliko ambayo tuliona aliongeza speed kwenye eneo la kushambulia, ndio ambaye alikwenda kuzaa goli ambalo lilikataliwa kuwa ni offside, na ndio limekuwa mjadala mpaka hivi sasa. Tutakuja kulitazama baadaye, je, ilikuwa ni offside halali ama si offside halali. Tutakuja kwa upande wa kocha wa Yanga. Kocha wa Yanga alimkosa Pacome Zouzoua kwenye kikosi chake, hivyo aka opt kuanza na aina tofauti. Alijaribu kuanza na Duke Abuya, Mohamed Damaro na Mudathir Yahya kama viungo watatu. Tunajua Pacome akicheza kama midfield anatokea zaidi pembeni. Hivyo ukitazama kwa kocha wa Yanga Pedro, yeye aliopti mpango huu ambao ulijikuta ukinufaisha zaidi kidogo timu kwenye kuzuia kuliko kushambulia. Mtu alionekana kuwa na uhai kwenye kipindi cha kwanza alikuwa ni Mudathir Yahya ambaye alionekana kuweza kushambulia. So kwenye upande wa mbinu za makocha naweza nikasema namna ambavyo waliweza kubadilika, Simba walionekana kunufaika zaidi. Hata kipindi cha pili mabadiliko yao yalionekana kuwa positive, kwa sababu hata alipoingia Alan Okello kwenda kuongeza speed, lakini alitoka Mudathir Yahya ambaye pia ndo alikuwa anaongeza speed kwenye eneo la kushambulia. Hivyo ilikuwa ni sababu ambayo haikuonekana kuwa na madhara makubwa zaidi kwa upande wa Yanga. Kwa upande wa kimbinu tuishie hapo, nitakupitisha katika eneo jingine.